utoaji. Siri iliyojificha nyuma ya baraka za utoaji. Utoaji ni siri anayotumia Mungu kuwainua watu kiuchumi au eneo lolote walipokwama, ili kuwaketisha na wakuu, ili kurudisha heshima iliyopotea. Utoaji ni siri anayoitumia Mungu kuwainua watu kiuchumi au eneo lolote walipokwama, ili kurejesha heshima iliyopotea au heshima iliyoibiwa. Ikiwa kwenye familia shetani aliiba heshima, au kazini shetani aliiba heshima yako, au heshima ya ndoa, au heshima ya maisha fulani, ili Mungu arejeshe heshima, ataachilia mzigo wa utoaji, na ule mzigo wa utoaji ndio utakuwa chachu ya kurudisha heshima. Pesa itarudisha heshima, uchumi utarudisha heshima, nafasi itarudisha heshima. Yale ambayo yalikuwa yameibiwa, Mungu alipoiumba dunia alimwambia Adamu, Adamu, nimekupa wewe hii bustani ya Edeni, ukamiliki, ukatawale, ukaongezeke. Maana yake hapa kuna access ya kupata vitu bila mzigo. Shamba ya shetani ilipoingia kwenye bustani ya Edeni, ndo shamba akaiba heshima ya Adamu, akaiba heshima ya mwanadamu iliyokuwa ndani ya mwanadamu ya kupata access bure. Ilipoibiwa ile heshima, mwanadamu akaanza kula kwa jasho, ili Mungu arejeshe ile heshima iliyopotea. Ilimgharimu gharama ya kumtoa Yesu mwanawe pekee ampendaye. Anasema kwa maana Yesu Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili aokoe, ili akomboe, ili arejeshe heshima ya mwanadamu. Nafasi ya Kristo, sadaka ya Kristo, maisha ya Kristo yalikuja kurejesha heshima ya mwanadamu, ili Mungu arejeshe heshima ya maisha yako, heshima ya ndoa yako, heshima kazini kwako, heshima kwenye afya. Ataachilia mzigo wa utoaji. Akishaachilia mzigo wa utoaji, ule utoaji unakwenda kuleta access ya wewe kubarikiwa. Utoaji utakwenda kuleta access ya wewe baraka. Utarudisha heshima wale kucheka, wale kusema mheshimiwa. Waliokuwa wanakuja hivi mbele utakwambia nini? Wanakuja wanasujudu kwa sababu Bwana amerejesha heshima. Nani asubuhi ya leo kwenye mwezi huu wa 6, Mungu akurejeshe heshima, kwa sababu umemfanyia Bwana heshima kupitia hivyo vyombo kwa damu ya Yesu. Hujanielewa? Ili kurejesha vile vilivyopotea kwenye maisha, jifunze kuanza kumtolea Mungu na ule, ili kurejesha vile vilivyopotea. Mimi sijatoka kwenye maisha yako, ni nini kimepotea? Ili ukirejesha, aidha ukomani moyo wako, weka wepesi kwenye neno la utoaji, ghafla Mungu atakurejesha. Adui anataka au hataki, kuna heshima ya kwa familia yenu kuna leo kununua gari, familia yenu kuna leo kujenga, familia yenu kuna mwenye chochote, familia yenu isitaraulika. Ana connect moyo wako kwenye eneo la utoaji, ghafla Mungu atarejesha heshima familia kupitia wewe. Sema nina mafanikio ya mtu hayaheshimu maombi tu, bali yanaheshimu utoaji endelevu. Mafanikio ya mtu yanaheshimu maombi yaliyoambatana na utoaji. Biblia inasema baada ya Hana kumlilia Bwana kwenye kitabu cha Samueli, ili Mungu arejeshe heshima ya ile familia, kazi Hana na mume wake, alimpa mzigo wa Hana kuomba. Hana alipoomba akapata baraka ya Samueli. Alipompeleka Samueli kwenye madhabahu ili amkabidhi Samueli aanze kumtumikia Bwana, hakuishia kumtoa Samueli tu, bali alipeleka na ng'ombe, alipeleka na sadaka, alipeleka na dhabihu. Na Mungu alirejesha ile heshima ya familia na akamfanya Samueli kuwa mtu mkuu. Watu wakuu ni watu watoaji. Watu wakuu wana moyo wa kutoa. Watu wakuu wanaachilia mioyo yao kwenye kutoa. Watu wakuu ni wepesi kwenye neno kutoa. Unapowaambia watu wakuu kutoa, wanaiona ni fursa ya kuongezeka. Ili tuende kwenye maongezeko yetu na ustawi wetu, inatubidi tuconnect mioyo yetu na utoaji. Hebu inua mkono wako, sema Baba, kwa jina la Yesu, ili niendee maongezeko yangu na ustawi wangu kwenye maisha ya Kristo aliyonipa. Roho Mtakatifu,
kitakuwa kwa nacho ili kujenga ufalme wako Bwana Yesu. Na wewe Bwana Yesu, ujenge ufalme wangu katika jina la Yesu. Sema amen. Hatutoi kwa sababu tunavyo, tunatoa ili tuwe navyo na kuzidishiwa. Sawa sawa na Luka 6:38. Hatutoi kwa sababu tunavyo, tunatoa ili kuzidishiwa. Wapeni watu vitu na mtapewa. Kipimo kile mpimacho ndicho ninyi mtakachopimiwa. Wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu. Luka 6:38. Hofu nimesema hatutoi kwa sababu tunavyo, tunatoa ili tuwe navyo na kuzidishiwa. Tuwe navyo na kuzidishiwa. Sasa na Luka 6:38. Naomba niende kwa speed hapo takudia. Hofu ni adui mkubwa wa utoaji na ni kizuizi cha baraka za wengi. Hofu ni adui na ni kizuizi. Ndio Wafalme wa kwanza 17:9-16. Mungu akitaka kumuinua mtu atatengeneza mazingira ya utoaji. Mungu akitaka kumuinua mtu, akitaka kumtoa mtu kwenye giza, akitaka kumtoa mtu kwenye maonezi, akitaka kumtoa mtu kwenye magonjwa, akitaka kumtoa mtu kwenye dharau. Kuna watu wametudharau. Huyu ni maskini tu, familia maskini tu. Ataanza kuweka malaka ya kutoa, baraka ya kutoa, mzigo wa utoaji. Nilikuwa naona wakati ule miaka ile ya nyuma 2002 pale mama ameokoka, anabeba tu maharage, anabeba tu mahindi. Mimi napeleka kwa mchungaji, hana fedha, lakini nasema nilicho nacho ni hiki kikombe kimoja cha maharage napeleka. Sisi wakati wote tunasoma hata shule za msingi, atueleke kama sisi tutakuwa wachungaji baadaye. Yawezekana hiyo sadaka unayotoa ni kwa sababu ya connection ya mwanao kwenye kesho yake mtukufu unayemtolea mwanao. Unasahau sadaka ndogo, Mungu hiyo nataka aitumie. Sasa nikipata 10,000 nitatoa. Ndio nataka hiyo 200 utoe shilingi 50, bado ni 50. Hapo umenielewa ambao wanajua sisi utoaji. Ama unataka haya mambo ni kununa tu kila dakika. Endelea kununa, sisi tunakupita. Mungu akitaka kumuinua mtu, atatengeneza mazingira ya utoaji. Hatutoi kwa kushi. Hatuongezeki kwa kushikilia. Tunaongezeka kwa kustawi. Na kustawi kwa kutoa. Nirudi. Hatuongezeki kwa kushikilia. Kwa kujilimbikisia una 10,000, sitoi. Nikipata 10,000 nyingine niongeze. Atakuletea ugonjwa na hiyo 10,000 yote inaondoka. Ukishikilia, ukiwa na moyo kushikilia, sahau kuongezeka. Nasema sahau kuongezeka. Anasema umeiweka nafsi yako mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninapoenda kumalizia alafu niendelee kufundisha kawaida. Naomba nitoe tahadhari. Utoaji ni gharama anayolipa mtu ili kuyaendea maongezeko yake na ustawi wake. Nataka nianze kufundisha sasa bila kupumzika. Utoaji ni gharama anayolipa mtu ili kuyaendea maongezeko yake na ustawi wake. Amina. Naanza kufundisha kama mwalimu, kama baba kwenye familia. Naongea na mtu mmoja mmoja. Nilikuwa natengeneza content ya mtandao ili tuwe